Hosea sura ya kwanza. Neno la Yehova lililomjia Hosea mwana wa Beeri katika siku za Uzia, Yothamu, Ahazi na Hezekia, wafalme wa Yuda, na katika siku za Yeroboamu mwana wa Yoashi, mfalme wa Israeli. Yehova alipoanza kusema neno lake kupitia Hosea, Yehova alimwambia hivi Hosea: "Nenda, muoe mwanamke kahaba na uzae watoto wa ukahaba, kwa sababu nchi imeacha kabisa kumfuata Yehova kwa sababu ya ukahaba." Basi akaenda na kumuoa Gomeri binti ya Diblaimu, na Gomeri akapata mimba na kumzalia mwana. Kisha Yehova akamwambia Hosea, "Mpe mwana huyo jina Yezreeli, kwa sababu baada ya muda mfupi tu nitaifanya nyumba ya Yehu iwajibike kwa sababu ya matendo ya umwagaji wa damu ya Yezreeli, nami nitaukomesha utawala wa wafalme wa Israeli. Siku hiyo nitavunja upinde wa Israeli katika bonde la Yezreeli." Gomeri akapata mimba tena na kuzaa binti. Mungu akamwambia Hosea, "Mpe binti huyo jina Lo-Ruhama, kwa maana sitaionyesha tena rehema nyumba ya Israeli, kwa sababu kwa hakika nitawafukuza, lakini nitaionyesha rehema nyumba ya Yuda, nami nitawaokoa kwa nguvu za Yehova Mungu wao. Sitawaokoa kwa upinde au kwa upanga au kwa vita au kwa farasi au kwa wapanda farasi." Baada ya kumwachisha Lo-Ruhama kunyonya, Gomeri alipata mimba na kuzaa mwana. Kisha Mungu akasema, "Mpe mwana huyo jina Lo-Ami, kwa sababu ninyi si watu wangu, nami sitakuwa Mungu wenu. Na Waisraeli watakuwa wengi kama chembe za mchanga wa bahari, ambao hauwezi kupimwa wala kuhesabiwa." Na mahali ambapo Mungu aliwaambia, "Ninyi si watu wangu," atawaita wana wa Mungu aliye hai. Na watu wa Yuda na Waisraeli watakusanywa pamoja ili wawe na umoja, nao watajichagulia kiongozi mmoja na kupanda kutoka nchini, kwa maana siku ya Israeli itakuwa kuu. Sura ya pili. Waambieni ndugu zenu, "Ninyi ni watu wangu," na dada zenu, "Enyi wanawake mlioonyeshwa rehema, mshtakini mama yenu. Mshtakini, kwa maana yeye si mke wangu, nami si mume wake. Anapaswa kuacha ukahaba na uzinzi kutoka kati ya matiti yake. La sivyo, nitamvua nguo abaki uchi kama alivyozaliwa. Nitamfanya awe kama nyika. Nitamfanya awe nchi isiyo na maji, na kusababisha afe kwa kiu. Nami sitawaonyesha rehema wanawe, kwa maana ni wana wa ukahaba. Kwa maana mama yao amefanya ukahaba. Aliyewachukua mimba ametenda kwa aibu, kwa kuwa alisema, 'Nitawafuatia wapenzi wangu, wanaonipa mkate wangu na maji yangu, sufu yangu na kitani changu, mafuta yangu na kinywaji changu.' Basi nitaziba njia yako kwa uzio wa miiba, nami nitajenga ukuta wa mawe ili kumzuia, ili asiweze kupata njia za kutokea. Atawafuatia wapenzi wake, lakini hatawapata. Atawatafuta, lakini hatawapata. Kisha atasema, 'Nitarudi kwa mume wangu wa kwanza, kwa maana nilikuwa na hali njema zaidi wakati huo kuliko sasa.' Hakutambua kwamba mimi ndiye niliyempa nafaka, divai mpya na mafuta, na mimi ndiye niliyempa fedha nyingi na dhahabu waliotumia kumtumikia Baali. Kwa hiyo nitarudi na kuchukua nafaka yangu itakapokomaa, na divai yangu mpya katika majira yake, nami nitampokonya sufu yangu na kitani changu kilichokusudiwa kufunika uchi wake. Naam, nitafunua sehemu zake za siri
ili wapenzi wake wazione waziwazi, na hakuna mtu yeyote atakayemwokoa kutoka mikononi mwangu. Nitakomesha shangwe yake yote, sherehe zake, miezi yake mipya, sabato zake na misimu yake yote ya sherehe. Nami nitaharibu mizabibu yake na mitini yake, ambayo amesema hivi kuihusu: haya ni malipo yangu niliyopewa na wapenzi wangu. Nitaifanya iwe misitu, na wanyama wa mwituni wataila kwa pupa. Nitamfanya wajibike kwa sababu ya siku alizotumia kutoa dhabihu kwa sanamu za Baali, alipokuwa akijipamba kwa pete zake na mapambo yake na kuwafuatia wapenzi wake. Na mimi ndiye aliyenisahau, asema Yehova. Kwa hiyo nitamshawishi, nitampeleka nyikani, nami nitazungumza naye ili kuuteka moyo wake. Nitamrudishia mashamba yake ya mizabibu kuanzia wakati huo na kuendelea, na bonde la Akori liwe lango la tumaini. Atanijibu huko kama alivyofanya alipokuwa kijana, kama siku aliyotoka katika nchi ya Misri. Na siku hiyo, asema Yehova, utaniita mume wangu, hutaniita tena bwana wangu. Nitaondoa majina ya sanamu za Baali katika kinywa chake, na majina yake hayatakumbukwa tena. Siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa mwituni kwa ajili ya watu wangu, pia na ndege wa angani na viumbe wa ardhini wanaotambaa. Nitaondoa upinde na upanga na vita nchini, nami nitawafanya walale kwa usalama. Nitakuchumbia ili uwe wangu milele. Nitakuchumbia kwa uadilifu na kwa haki, kwa upendo mshikamanifu na kwa rehema. Nitakuchumbia kwa uaminifu, nawe hakika utanijua mimi, Yehova. Siku hiyo nitajibu, asema Yehova. Nitazijibu mbingu, nazo zitaijibu dunia, nayo dunia itajibu nafaka na divai mpya na mafuta, navyo vitajibu Yezreeli. Nitampanda kama mbegu kwa ajili yangu duniani, nami nitamwonyesha rehema yule ambaye hakuonyeshwa rehema. Nitawaambia wale ambao si watu wangu, ninyi ni watu wangu, nao watasema, wewe ni Mungu wetu. Sura ya 3. Kisha Yehova akaniambia, nenda tena, mpende mwanamke anayependwa na mwanamume mwingine na ambaye anafanya uzinzi. Mpende kama Yehova anavyowapenda Waisraeli, ingawa wanaabudu miungu mingine na kupenda keki za zabibu kavu. Basi nikamnunua ili awe wangu kwa vipande 15 vya fedha na homeri 1.5 ya shairi. Kisha nikamwambia, utaendelea kuwa wangu kwa siku nyingi. Usifanye ukahaba na usifanye ngono na mwanamume mwingine, nami pia sitafanya ngono nawe. Kwa maana Waisraeli watakaa kwa muda mrefu bila mfalme, bila mkuu, bila dhabihu, bila nguzo na bila efodi na sanamu za terafimu. Baadaye Waisraeli watarudi na kumtafuta Yehova Mungu wao na Daudi mfalme wao, nao watamjia Yehova wakitetemeka na kutafuta wema wake katika kipindi cha mwisho cha zile siku. Sura ya 4. Lisikieni neno la Yehova, enyi Waisraeli, kwa maana Yehova ana kesi dhidi ya wakaaji wa nchi, kwa sababu hakuna ukweli wala upendo mshikamanifu wala ujuzi kumuhusu Mungu nchini. Viapo vya uongo na udanganyifu na mauaji na wizi na uzinzi umeenea sana, na tendo moja la umwagaji wa damu linafuata tendo lingine la umwagaji wa damu. Ndiyo sababu nchi itaomboleza, na kila mkaaji nchini atadhoofika. Wanyama wa mwituni na ndege wa angani, hata samaki wa baharini wataangamia. Hata hivyo mtu yeyote asibishane nanyi wala kuwakaripia, kwa maana watu wenu ni kama wale wanaobishana na kuhani. Basi mtajikwaa kweupe kabisa wakati wa mchana, na nabii atajikwaa pamoja nanyi kana kwamba ni usiku. Nami nitamnyamazisha mama yenu,
Watu wangu watanyamazishwa kwa sababu hawana ujuzi, kwa sababu mmekataa ujuzi. Nitawakataa pia msinitumikie mkiwa makuhani wangu. Na kwa sababu mmesahau sheria ya Mungu wenu, mimi mwenyewe nitawasahau wana wenu. Kadiri walivyoongezeka, ndivyo walivyozidi kunitendea dhambi. Nitabadili utukufu wao uwe aibu. Wanajilisha dhambi ya watu wangu, nao wana pupa ya kuona watu wangu wakikosea. Yatakayowapata watu ndiyo yatakayompata kuhani. Nitawafanya wawajibike kwa sababu ya njia zao, nami nitawaletea matokeo ya matendo yao. Watakula lakini hawatashiba. Watafanya ngono ovyo ovyo lakini hawataongezeka, kwa sababu hawajamheshimu Yehova. Ukahaba na divai mpya huondoa kichocheo cha kutenda lililo jema. Watu wangu hutafuta ushauri kutoka kwa sanamu zao za miti, wakifanya mambo wanayoambiwa na fimbo yao, kwa sababu roho ya ukahaba huwapotosha, na kwa ukahaba wao wanakataa kujinyenyekeza kwa Mungu wao. Wanatoa dhabihu juu ya vilele vya milima, na juu ya vilima wanafukiza moshi wa dhabihu, chini ya mialoni na milubna na kila mti mkubwa, kwa sababu vivuli vyake ni vizuri. Ndiyo sababu mabinti wenu wanafanya ukahaba, na mabinti wakwe zenu wanafanya uzinzi. Sitawafanya mabinti wenu wawajibike kwa sababu ya ukahaba wao, wala mabinti wakwe zenu kwa sababu ya uzinzi wao. Kwa maana wanaume huwatafuta makahaba, nao hutoa dhabihu pamoja na makahaba wa hekaluni. Watu kama hao wasio na uelewaji wataangamia. Ingawa mnafanya ukahaba, enyi Waisraeli, watu wa Yuda wasiwe na hatia. Msije Giligali wala Bethi Aveni, na msiape mkisema, kwa hakika kama Yehova anavyoishi. Waisraeli wamekuwa wakaidi kama ng'ombe mkaidi. Je, sasa Yehova atawachunga kama mwana-kondoo dume malishoni? Waefraimu wameshikamana na sanamu. Waacheni. Pombe yao inapomalizika, wanafanya ngono ovyo ovyo, na watawala wao hupenda sana aibu. Upepo utawafunga katika mabawa yake, nao watazionea aibu dhabihu zao. Sura ya 5. Sikieni jambo hili, enyi makuhani. Sikiliza kwa makini, nyumba ya Israeli. Sikiliza, nyumba ya mfalme, kwa maana hukumu inawahusu ninyi. Kwa sababu ninyi ni mtego kwa Mispa, na wavu uliotandazwa juu ya Tabori, na wale wanaoanguka wamezama ndani kabisa katika mauaji. Nami ninawaonya wote. Ninawajua Waefraimu, na Waisraeli hawajafichika mbele zangu. Kwa maana sasa, enyi Waefraimu, mmefanya ngono ovyo ovyo. Waisraeli wamejichafua wenyewe. Shughuli zao haziwaruhusu wamrudie Mungu wao, kwa sababu kuna roho ya ukahaba miongoni mwao, nao hawamtambui Yehova. Kiburi cha Waisraeli kimetoa ushahidi dhidi yao. Waisraeli na Waefraimu wamejikwaa katika kosa lao, na watu wa Yuda wamejikwaa pamoja nao. Walienda kumtafuta Yehova wakiwa na kundi lao la kondoo na kundi lao la ng'ombe, lakini hawakuweza kumpata. Alikuwa amejitenga mbali nao. Wamemsaliti Yehova, kwa sababu wamekuwa baba za wana wa kigeni. Sasa mwezi mmoja utawanyafua pamoja na mafungu yao. Pigeni pembe huko Gibea, tarumbeta huko Rama. Pigeni kelele za vita huko Bethi Aveni. Tunawafuata, enyi wa Benjamini. Enyi wa Efraimu, mtakuwa kitu cha kutisha katika siku ya adhabu. Nimetangaza jambo ambalo hakika litatukia miongoni mwa makabila ya Israeli. Wakuu wa Yuda ni kama wale wanaosogeza mpaka. Nitawamwagia ghadhabu yangu kama maji. Waefraimu wamekandamizwa, wamepondwa na hukumu, kwa maana waliazimia kumfuata adui yao. Kwa hiyo nilikuwa kama nondo kwa Waefraimu, na kama uozo kwa nyumba ya Yuda.
Waefraimu walipoona ugonjwa wao na watu wa Yuda kidonda chao, Waefraimu walienda Ashuru na kutuma wajumbe kwa mfalme mkuu, lakini hakuweza kuwaponya, wala hakuweza kuponya kidonda chenu. Kwa maana nitakuwa kama mwana simba kwa Waefraimu, na kama simba mwenye nguvu kwa nyumba ya Yuda. Mimi mwenyewe nitawararua vipande vipande na kwenda zangu. Nitawabeba na kwenda nao, na hakuna yeyote atakayewaokoa. Nitaenda na kurudi mahali pangu mpaka watakapolipia hatia yao, na kisha watatafuta kibali changu. Watakapokuwa wakiteseka, watanitafuta. Sura ya 6. Njooni tumrudie Yehova, kwa maana ameturarua vipande vipande, lakini atatuponya. Alitupiga, lakini atafunga majeraha yetu. Atatuhuisha baada ya siku 2. Siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Tutamjua, tutajitahidi kumjua Yehova. Kuja kwake ni hakika kama mapambazuko. Atakuja kwetu kama mvua kubwa, kama mvua ya masika inayolowesha dunia. Niwafanyie nini, enyi Waefraimu? Niwafanyie nini, enyi watu wa Yuda? Kwa maana upendo wenu mshikamanifu ni kama ukungu wa asubuhi, kama umande unaotoweka haraka. Ndiyo sababu nitawakatakata kabisa kwa kutumia manabii. Nitawaua kwa maneno ya kinywa changu, na hukumu zangu dhidi yenu zitang'aa kama mwangaza. Kwa maana ninapendezwa na upendo mshikamanifu, si dhabihu, na kumjua Mungu badala ya dhabihu nzima za kuteketezwa. Lakini wao kama wanadamu tu wamevunja agano, wamenisaliti katika nchi yao. Gileadi ni mji wa watenda maovu, umefunikwa kwa nyayo za damu. Magenge ya makuhani ni kama makundi ya wavamizi yanayomvizia mtu. Wanawaua watu barabarani kule Shekemu, kwa maana mwenendo wao ni wa aibu. Nimeona jambo la kuchukiza sana katika nyumba ya Israeli. Huko Waefraimu hufanya ukahaba, Waisraeli wamejichafua wenyewe. Zaidi ya hayo, enyi watu wa Yuda, wakati wa mavuno umetengwa kwa ajili yenu, nitakapowakusanya watu wangu waliotekwa. Sura ya 7. Ninapotaka kuwaponya Waisraeli, kosa la Waefraimu hufunuliwa pia, na uovu wa Samaria, kwa maana wamezoea udanganyifu. Wezi huvunja na kuingia ndani, na makundi ya wavamizi hushambulia nje. Lakini hawasemi moyoni mwao kwamba mimi nitakumbuka uovu wao wote. Sasa wamezungukwa kabisa na shughuli zao, ziko mbele kabisa ya uso wangu. Wanamfanya mfalme ashangilie kwa uovu wao, na wakuu kwa udanganyifu wao. Wote ni wazinzi, wanawaka kama jiko lilowashwa moto na mwokaji, ambaye huacha kuchochea moto baada ya kukanda unga na kuuacha uumuke. Katika siku ya mfalme wetu, wakuu wamekuwa wagonjwa, wana ghadhabu kwa sababu ya divai. Amewanyooshea mkono wa dhihaki, kwa maana wanakaribia kwa mioyo inayowaka kama jiko. Mwokaji hulala usiku kucha, asubuhi jiko huwaka kama miali ya moto. Wote wanawaka moto kama jiko, nao wanawanyafua watawala wao. Wafalme wao wote wameanguka, hakuna yeyote kati yao anayenililia. Waefraimu huchangamana na mataifa. Waefraimu ni kama keki ya mviringo ambayo haijaokwa upande mmoja. Wageni wamenyonya nguvu zao, lakini hawajui, na mvi zimejaa kichwani, lakini hawana habari. Kiburi cha Waisraeli kimetoa ushahidi dhidi yao, lakini hawajamrudia Yehova Mungu wao, wala hawajamtafuta licha ya hayo yote. Waefraimu ni kama njiwa mjinga asiye na akili. Wameomba msaada Misri, wameenda Ashuru. Popote waendapo, nitatandaza wavu wangu juu yao. Nitawaangusha kama ndege wa angani. Nitawatia nidhamu kulingana na onyo ambalo kusanyiko lao lilipewa. Ole wao kwa sababu wamenikimbia, wataangamia kwa maana wameniasi.
Nilikuwa tayari kuwakomboa, lakini wamesema uongo dhidi yangu. Hawakuniomba msaada kutoka moyoni mwao, ingawa waliendelea kulia kwa sauti kubwa vitandani mwao. Walijikatakata kwa sababu ya nafaka na divai yao mpya. Wananigeuka. Ingawa niliwatia nidhamu na kuimarisha mikono yao, wananipinga, wakipanga njama ya kutenda uovu. Walibadili njia yao, lakini hawakufuata chochote kilichokwezwa. Walikuwa wasiotegemeka kama upinde uliolegea. Wakuu wao wataangamizwa kwa upanga kwa sababu ya ndimi zao za ukaidi. Kwa sababu hiyo watadhihakiwa katika nchi ya Misri. Sura ya 8. Pigeni pembe! Adui anakuja kama tai kuivamia nyumba ya Yehova, kwa sababu wamelivunja agano langu na kuasi sheria yangu. Wananililia wakisema, Mungu wetu, sisi Waisraeli tunakujua. Waisraeli wamekataa mema. Adui na awafuatie. Wamejichagulia wafalme, lakini bila kibali changu. Wamejichagulia wakuu, lakini sikuwatambua. Wametengeneza sanamu kwa fedha yao na dhahabu yao, wakajiletea maangamizi. Ndama wenu wamekataliwa, enyi watu wa Samaria. Hasira yangu inawaka dhidi yao. Wataendelea mpaka lini kushindwa kuwa bila hatia? Kwa maana ndama huyu ametoka Israeli. Fundi ndiye aliyemtengeneza, si Mungu. Ndama wa Samaria atavunjwa na kubaki vipande vipande, kwa maana wanapanda upepo nao watavuna kimbunga. Hakuna bua linalozaa nafaka iliyokomaa. Bua lolote linalochipuka litokezi unga. Unga wowote wanaopata utamezwa na wageni. Waisraeli watamezwa. Sasa watakuwa miongoni mwa mataifa, kama chombo ambacho hakitakikani. Kwa maana wamepanda kwenda Ashuru kama punda mwitu aliye peke yake. Waefraimu wamekodi wapenzi. Ingawa wanawakodi kutoka miongoni mwa mataifa, sasa mimi nitawazingira. Wataanza kuteseka kwa sababu ya mzigo waliotwikwa na mfalme na wakuu. Kwa maana Waefraimu wamezidisha madhabahu ili watende dhambi, zikawa madhabahu walizotumia kutenda dhambi. Niliwaandikia mambo mengi ya sheria yangu, lakini waliyaona kuwa mambo ya ajabu. Wananitolea zawadi za dhabihu, nao wanakula nyama, lakini mimi Yehova sipendezwi nazo. Sasa nitakumbuka kosa lao na kuwaadhibu kwa sababu ya dhambi zao. Wamegeuka na kurudi Misri. Waisraeli wamemsahau Muumba wao na kujenga mahekalu. Na watu wa Yuda wamezidisha majiji yenye ngome. Lakini nitashusha moto kwenye majiji yao, nao utateketeza minara iliyo katika kila jiji. Sura ya 9. Msishangilie, enyi Waisraeli. Msishangilie kama mataifa, kwa maana kwa ukahaba wenu mmetangatanga na kumwacha Mungu wenu. Mmependa malipo ya kahaba katika kila kiwanja cha kupuria nafaka. Lakini uwanja wa kupuria na shinikizo la divai havitawalisha, na divai mpya itawaishia. Hawataendelea kukaa katika nchi ya Yehova. Badala yake, Waefraimu watarudi Misri, nao watakula vitu visivyo safi kule Ashuru. Hawatammiminia tena Yehova matoleo ya divai. Dhabihu zao hazitampendeza. Dhabihu hizo ni kama mkate wa maombolezo. Wote wanaoula watajichafua, kwa maana mkate wao ni wao peke yao. Hautaletwa katika nyumba ya Yehova. Mtafanya nini katika siku ya mkutano, katika siku ya sherehe ya Yehova? Kwa maana tazama, watalazimika kukimbia kwa sababu ya maangamizi. Misri itawakusanya pamoja, na Memfisi itawazika. Upupu utamiliki vitu vyao vya fedha vyenye thamani, na vichaka vya miiba vitakuwa katika mahema yao. Siku za kuwajibika zitakuja. Siku za kulipiza kisasi zitakuja, na Waisraeli watajua jambo hilo. Nabii wao atakuwa mjinga, na mtu anayeongozwa na Roho atashikwa na wazimu.
kwa sababu makosa yenu ni mengi, uhasama dhidi yenu ni mkubwa. Mlinzi wa Efraimu alikuwa na Mungu wangu, lakini sasa njia zote za manabii wake ni kama mitego ya mwindaji wa ndege. Kuna uhasama katika nyumba ya Mungu wake. Wamezama ndani sana katika maangamizi, kama ilivyokuwa kule Gibea. Atakumbuka kosa lao na kuwaadhibu kwa sababu ya dhambi zao. Niliwapata Waisraeli kama zabibu nyikani, kama matunda ya kwanza ya tini niliwaona mababu zenu. Lakini walienda kwa Baali wa Peori, walijiweka wakfu kwa kile kitu cha aibu, wakawa chukizo kama kitu walichokipenda. Utukufu wa Waefraimu unaruka mbali kama ndege. Hakuna kuzaa, hakuna mimba, na hakuna kushika mimba. Hata wakiwalea watoto, nitawaangamiza asibaki mti yeyote. Naam, ole wao nitakapowaacha. Waefraimu waliopandwa malishoni walikuwa kama Tiro kwangu. Sasa lazima Waefraimu wawalete wana wao ili wachinjwe. Yehova, wape unachopaswa kuwapa: tumbo la uzazi linaloharibu mimba na matiti yaliyokauka. Walifanya uovu wao wote kule Gilgali, kwa maana nilianza kuwachukia huko. Nitawafukuza katika nyumba yangu kwa sababu ya matendo yao maovu. Sitawapenda tena. Wakuu wao wote ni wakaidi. Waefraimu wataangushwa chini. Mzizi wao utakauka, nao hawatazaa tunda lolote. Hata wakizaa, nitawaua wazao wao wanaowapenda. Mungu wangu atawakataa, kwa maana hawajamsikiliza, nao watakuwa wakimbizi miongoni mwa mataifa. Sura ya 10. Waisraeli ni mzabibu ulioharibika unaozaa matunda. Kadiri matunda yao yanavyoongezeka, ndivyo wanavyozidisha madhabahu zao. Kadiri nchi yao inavyozaa vizuri, ndivyo fahari ya nguzo zao takatifu inavyozidi kuongezeka. Moyo wao una unafiki, sasa watapatikana na hatia. Kuna yule atakayebomoa madhabahu zao na kuharibu nguzo zao. Watasema, hatuna mfalme, kwa sababu hatujamwogopa Yehova. Na mfalme atatufanyia nini? Wanasema maneno matupu, wanatoa viapo vya uongo na kufanya maagano. Basi maamuzi wanayofanya ni kama magugu yenye sumu kwenye mitaro iliyo shambani. Wakaaji wa Samaria wataogopa kwa sababu ya sanamu ya ndama ya Beth-Aveni. Watu wake wataiombolezea. Na pia makuhani wa Mungu huyo wa kigeni waliokuwa wakiishangilia pamoja na utukufu wake, kwa maana itachukuliwa na kupelekwa uhamishoni. Itapelekwa Ashuru kama zawadi kwa mfalme mkuu. Waefraimu wataaibishwa, na Waisraeli wataaibika kwa sababu ya ushauri waliofuata. Watu wa Samaria na mfalme wao hakika wataangamizwa, kama kijiti kilichokwanyuliwa kinachoelea juu ya maji. Mahali pa juu pa Beth-Aveni, dhambi ya Waisraeli, pataharibiwa kabisa. Miiba na michongoma itamea juu ya madhabahu zao. Watu wataiambia milima, tufunikeni, na vilima, tuangukieni. Enyi Waisraeli, mmetenda dhambi tangu kule Gibea, nao wanaendelea kutenda dhambi huko. Vita havikuwaangamiza kabisa wana wa ukosefu wa uadilifu kule Gibea. Pia nitawatia nidhamu wakati ninaopenda, na mataifa yatakusanyika dhidi yao, makosa yao mawili yatakapofungiliwa juu yao. Waefraimu walikuwa kama ndama jike aliyezoezwa aliyependa kupura. Basi nilihurumia shingo yake nzuri. Sasa nitamfanya mtu fulani apande juu ya Efraimu na kuwaendesha. Watu wa Yuda watalima, watu wa Yakobo watamlimia. Jipandieni mbegu kwa uadilifu, na mvune upendo mshikamanifu. Jilimieni shamba linalofaa kwa kilimo, maadamu wakati upo wa kumtafuta Yehova, mpaka atakapokuja na kuwafundisha uadilifu.
Lakini mmelima uovu, mmevuna ukosefu wa uadilifu, nanyi mmekula matunda ya udanganyifu, kwa sababu mmetumaini njia yenu wenyewe, mmewatumaini mashujaa wenu wengi. Fujo itatokea dhidi ya watu wenu, na majiji yenu yenye ngome yataharibiwa yote, kama Shalimani alivyoharibu kabisa nyumba ya Arbeli. Katika siku ya vita, akina mama walipondwa pamoja na watoto wao. Hivyo ndivyo mtakavyotendewa, enyi wakaaji wa Betheli, kwa sababu ya uovu wenu uliozidi. Kwa hakika mfalme wa Israeli ataangamizwa wakati wa mapambazuko. Sura ya 11. Israeli alipokuwa mvulana, nilimpenda, nikamwita mwanangu atoke Misri. Kadiri walivyowaita, ndivyo walivyoenda mbali nao. Waliendelea kutoa dhabihu kwa sanamu za Baali na kutoa dhabihu kwa sanamu za kuchongwa. Lakini mimi ndiye niliyowafundisha Waefraimu kutembea, nikawabeba mikononi mwangu, lakini hawakutambua kwamba niliwaponya. Niliendelea kuwavuta kwa kamba za wanadamu, kwa kamba za upendo, nami nilikuwa kwao kama mtu anayeinua nira kutoka kwenye mataya yao, na kwa upole nikamletea kila mmoja wao chakula. Hawatarudi katika nchi ya Misri, lakini watatawaliwa na Ashuru, kwa sababu walikataa kunirudia. Na upanga utavuma dhidi ya majiji yao, na kuharibu makomeo yao, na kuwanyafua kwa sababu ya njama zao. Watu wangu wana mwelekeo wa kutokuwa waaminifu kwangu. Ingawa waliwaita wapande juu, hakuna yeyote anayeinuka. Enyi wa Efraimu, kwa nini niwaache? Enyi wa Israeli, kwa nini niwatie mikononi mwa maadui wenu? Kwa nini niwatendee kama Adma? Kwa nini niwafanye kama Seboimu? Moyo wangu umebadilika, na pia nimechochewa kuwahurumia. Sitamwaga hasira yangu inayowaka. Sitawaangamiza tena wa Efraimu, kwa maana mimi ni Mungu. Mimi si mwanadamu, mtakatifu aliye miongoni mwenu, nami sitawashambulia kwa hasira. Watatembea wakimfuata Yehova, naye atanguruma kama simba. Atakaponguruma, wanawe watakuja wakitetemeka kutoka magharibi. Watatoka Misri wakitetemeka kama ndege, kama njiwa kutoka nchi ya Ashuru. Nami nitawapa makao katika nyumba zao, asema Yehova. Waefraimu wamenizingira wakisema uongo, na nyumba ya Israeli kwa udanganyifu. Lakini watu wa Yuda bado wanazunguka huku na huku pamoja na Mungu, nao ni waaminifu kwangu mimi, niliye mtakatifu zaidi. Sura ya 12. Waefraimu wanakula upepo, wanaukimbiza upepo wa mashariki siku nzima. Wanazidisha uongo na ukatili. Wanafanya agano na Ashuru na kupeleka mafuta Misri. Yehova ana kesi dhidi ya watu wa Yuda. Atawafanya wazao wa Yakobo wawajibike kulingana na njia zao, naye atawalipa kulingana na matendo yao. Wakiwa tumboni, Yakobo alimshika kisigino ndugu yake, na kwa nguvu zake alishindana na Mungu. Aliendelea kushindana na malaika na kumshinda. Alilia na kumsihi apate kibali chake. Alimkuta Yakobo kule Betheli, na huko akazungumza nasi. Yehova Mungu wa majeshi, Yehova ndilo jina lake la ukumbusho. Basi mrudieni Mungu wenu. Dumisheni upendo mshikamanifu na haki, na siku zote mumtumaini Mungu wenu. Lakini mfanya biashara ana mezani ya udanganyifu mkononi mwake. Anapenda kuwapunja watu. Waefraimu husema, kwa kweli tumetajirika, tumepata utajiri, na katika kazi zetu zote za jasho hawatapata kosa au dhambi yoyote. Lakini mimi ni Yehova Mungu wenu kuanzia mlipokuwa nchini Misri. Nitawafanya mkae tena katika mahema, kama ilivyokuwa katika siku za kipindi kilichoamriwa. Niliongea na manabii, nikazidisha maono yao, nami nikasimulia mifano kupitia manabii. Kule Gileadi, watu wametenda kwa udanganyifu na uongo.
Huko Gilgali wametoa dhabihu za ng'ombe dume, na madhabahu zao ni kama marundo ya mawe katika mitaro iliyo shambani. Yakobo alikimbilia eneo la Aramu. Israeli alitumikia huko ili apate mke, na ili apate mke alichunga kondoo. Na kupitia nabii Yehova aliwapandisha Waisraeli kutoka Misri, na kupitia nabii walilindwa. Waefraimu wamemchukiza sana Mungu. Wataendelea kuwa na hatia ya damu. Bwana wao atawaadhibu kwa sababu ya kumwaibisha. Sura ya 13. Waefraimu walipoongea, watu walitetemeka. Walikuwa maarufu miongoni mwa Waisraeli, lakini wakawa na hatia kuhusiana na Baali, nao wakafa. Sasa wanazidisha dhambi yao na kutengeneza sanamu za madini kwa fedha yao. Wanatengeneza sanamu kwa ustadi. Hizo zote ni kazi za mafundi. Wanasema hivi mbele ya sanamu hizo: watu wanaotoa dhabihu na wabusu ndama hawa. Kwa hiyo watakuwa kama ukungu wa asubuhi, kama umande unaotoweka mapema, kama makapi yanayopeperushwa na dhoruba kutoka kwenye uwanja wa kupuria, na kama moshi unaotoka katika bomba la moshi paani. Lakini mimi ni Yehova Mungu wenu kuanzia mlipokuwa nchini Misri. Hamkumjua Mungu mwingine yeyote isipokuwa mimi, na hakuna mwokozi mwingine yeyote ila mimi. Niliwajua mlipokuwa nyikani katika nchi yenye ukame. Walitosheka na malisho yao. Walitosheka, moyo wao ukawa na kiburi, na kwa hiyo wakanisahau. Nitakuwa kama mwana simba kwao, kama chui anayevizia njiani. Nitawarukia kama dubu aliyepoteza watoto wake, nami nitavirarua vifua vyao, na huko nitawanyafua kama simba. Mnyama wa mwituni atawararua vipande vipande. Atawaangamiza, enyi Waisraeli, kwa sababu mmenigeuka. Mmemgeuka msaidizi wenu. Yuko wapi sasa mfalme wenu ili awaokoe katika majiji yenu yote, na watawala wenu ambao mlisema kuwahusu, tupe mfalme na wakuu? Kwa hasira nikawapa mfalme, nami nitamuondoa kwa ghadhabu. Kosa la Efraimu limefungwa kabisa. Dhambi yao imewekwa akiba. Watashikwa na uchungu wa kuzaa. Lakini wao ni mtoto asiye na hekima. Hatoki tumboni wakati wa kuzaliwa ufikapo. Nitawakomboa kutoka katika nguvu za kaburi. Nitawaokoa kutoka katika kifo. Ewe kifo, yako wapi maumivu yako makali? Ewe kaburi, yako wapi maangamizi yako? Macho yangu yatazuiwa yasione huruma. Hata wakisitawi kati ya matete, upepo wa mashariki utakuja, upepo wa Yehova. Utakuja kutoka jangwani, kukausha kisima chao na chemchemi yao. Huyo atapora hazina ya vitu vyao vyote vyenye thamani. Watu wa Samaria watahesabiwa kuwa na hatia, kwa sababu wamemuasi Mungu wao. Watauawa kwa upanga, watoto wao watapondwa-pondwa, na wanawake wao wenye mimba watapasuliwa tumbo. Sura ya 14. Enyi Waisraeli, mrudieni Yehova Mungu wenu, kwa maana mmejikwaa kwa sababu ya kosa lenu. Mrudieni Yehova kwa maneno haya. Mwambieni, tusamehe kosa letu na ukubali yaliyo mema, nasi tutatoa sifa ya midomo yetu kama vile ambavyo tungetoa ng'ombe dume wachanga. Ashuru haitatuokoa. Hatutapanda farasi, na hatutaziambia tena kazi za mikono yetu, Mungu wetu, kwa sababu ni wewe unayemuonyesha yatima rehema. Nitauponya ukosefu wao wa uaminifu. Nitawapenda kwa hiari yangu mwenyewe, kwa sababu hasira yangu imegeuka na kuwaacha. Nitakuwa kama umande kwa Waisraeli. Watachanua kama yungiyungi, na wataipenyeza chini mizizi yao kama miti ya Lebanoni. Vitawi vyao vitasambaa,
Fahari yao itakuwa kama ya mzeituni na manukato yao kama ya Lebanoni. Watakaa tena chini ya kivuli chake. Watapanda nafaka na kutokeza matumba kama mzabibu. Umaarufu wao utakuwa kama wa divai ya Lebanoni. Waefraimu watasema, tunahitaji tena sanamu za nini? Nitawajibu na kuwalinda. Nitakuwa kama mberoshi unaositawi. Mtapata matunda yenu kutoka kwangu. Ni nani aliye na hekima? Na aelewe mambo haya. Ni nani aliye na busara? Na ayajue mambo hayo. Kwa maana njia za Yehova zimenyooka, na waadilifu watatembea katika njia hizo, lakini watenda dhambi watajikwaa humo.